Kipindi ambacho tupo ni kipindi cha nyakati za mwisho. Bwana Yesu aliongelea kwa habari ya mambo kadha wa kadha katika nyakati hizi za mwisho. Alizungumzia kwa habari ya vita, kwa habari ya mambo ambayo yatatokea, kwa habari ya tetemeko, njaa, kwa habari ya tetesi ya vita. Akasema haya yote yatakuwa ni mwanzo wa utungu, yaani mwanzo wa ujio wa Yesu Kristo. Sasa katika nyakati hizi ambazo tupo ni nyakati za mwisho, lipo jambo ambalo pia linatuonyesha kwamba tupo katika nyakati za mwisho. Katika kitabu cha Mathayo sura 24, Yesu alisema hivi katika ile sura ya 12, na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Yesu alisema kwamba nyakati za mwisho, maasi kadri yanavyoongezeka, upendo wa wengi unapoa. Yaani nikiwa na maana kwamba upendo wa mtu kumpenda mtu, upendo wa ndugu kupendana kwa ndugu, upendo wa rafiki, upendo kwenye ndoa, lakini hasa pia upendo wa kumpenda Mungu pia ndani ya watu unapoa. Kwa namna gani? Ile hamu ya kupenda ibada ndani ya watu itakufa. Ile hamu ya kwenda kanisani inakufa. Ile hamu, shauku ya maombi, shauku ya kusoma neno la Mungu inakufa. Unaweza ukajifanyia tathmini we mwenyewe ukaangalia, unakaa wiki nzima haujawahi kusoma Biblia wala kuifunua, kiasi kwamba Biblia ni mpya vile vile ulivyoinunua. Kwa hiyo sasa ile hamu ya kusoma neno la Mungu imekufa, ile hamu ya kumpenda Mungu imekufa, ile hamu ya vijana kumtumikia Mungu kama mwanzo ilivyokuwa awali, vijana walikuwa na wito na shauku ya kumtumikia Mungu, inakufa ndani ya watu kwa sababu ya kuongezeka maasi. Upendo wa wengi utapoa. Kwa hiyo hii nao ni kiashiria kikubwa cha kwamba tupo katika nyakati za hatari. Kwa hiyo hii inamfanya mtu aonekane amelala kiroho. Kwa hiyo sasa, wakati watu wamelala, ndipo Yesu atakapokuja kama mwivi. Ni hatari sana ndugu yangu, ukilala kiroho, upendo wako kwa Mungu ukapoa, upendo wa dunia kwa Mungu umepoa. Kwa upendo unapopoa ndani ya mtu na upendo unapopoa ndani yetu, tupo katika giza totoro. Kwa hiyo kinachotokea ni nini? Bwana harusi atakapokuja ghafla, hatutakuwa na habari. Lakini Paulo alisema kwamba sisi hatumo gizani, kana kwamba siku ile ije ghafla itupate kama mwivi. Nini nataka kusema? Upendo wako kwa Mungu, ndugu yangu, hakikisha haupoi. Upendo wako kwa Mungu usipoe, kwa sababu bwana harusi atakapokuja anahitaji kukukuta ukiwa haujalala. Ndio maana akasema katika kitabu kile cha Marko sura 16 nadhani mstari wa 32, Marko 12:36, akisema ni heri mtumwa mwaminifu ni yule ambaye bwana wake atakapokuja atamkuta akikesha. Kwa hiyo sasa, upendo wetu kwa Mungu ukipoa, maana yake tumeruhusu usingizi wa kiroho. Kwa hiyo tutakuwa hatujui ni nini kinaendelea na Mungu anasema nini, kwa sababu hatuna upendo juu yake, kwa mawasiliano yanakata. Hii ni dalili mbaya sana katika nyakati hizi za mwisho. Paulo alisema katika Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 3, wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu wajiapo kwa ghafla, kama vile utungu mjavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Bali ninyi ndugu, hamumo gizani hata siku hiyo iwapate kama mwivi. Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana. Sisi si wa usiku wala wa giza. Basi tusilale usingizi kama wengine, bali tukeshe na kuwa na kiasi. Maana walalao usingizi hulala usiku, pia na walewao hulewa usiku. Lakini ni sisi tulio wa mchana tuwe na kiasi, hali tukijivika kifuani imani na upendo. Umeona hapo neno linazungumzia upendo, na chepeo yetu iwe tumaini la wokovu. Kwa kuwa Mungu hakutuweka kwa hasira yake, bali tupate wokovu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alikufa kwa ajili yetu, ili tuishi pamoja naye, kwamba twakesha au kwamba twalala. Kwa hiyo
basi farijianeni na kujengana kila mtu na mwenzake vile vile kama mnavyofanya. Kwa hiyo nimekuja kukuambia kwamba hakikisha ndugu yangu, kwa nyakati hizi ambazo tupo, upendo wako kwa Mungu haupoi, upendo wako kwa Yesu haupoi. Upende ibada, hudhuria ibada. Kama huna sababu ya kutokwenda kanisani, nenda kafanya ibada, nenda kajumuike, kakusanyike na watakatifu wengine, fanya ibada. Msiache kukusanyika kama hivyo desturi wengine. Nyakati hizi za mwisho, upendo wa wengi umepoa ndani ya mioyo ya watu. Kwa hiyo sasa, hizi ni dalili za kuonyesha kwamba tupo katika kile kipindi, na kile kipindi cha nyakati za mwisho. Ndio maana sasa watu wengi tunadiriki kusema kwamba nyakati hizi unyakuo upo karibu, kwa sababu upendo wa wengi umepoa. Kwa hiyo tunasubiri ule uamsho ambao Yesu alisema kwamba katika kitabu cha Mathayo sura ya 24:15 kwamba mara akasema kwamba lakini habari njema za ufalme wa Mungu zitahubiriwa kwa mataifa yote kama ushuhuda kwao, kuwa ushuhuda kwao. Sasa habari njema za ufalme wa Mungu, tuangalie mimi na wewe, zimehubiriwa kwa mataifa yote au hazijahubiriwa? Neno la Mungu limefika kila mahali. Kwa hiyo ndio maana mimi nipo hapa kila siku na kupaza sauti kwa habari hii ya huyu Yesu Kristo mwana wa Mungu ambaye alikufa pale msalabani. Mungu aliingia gharama kubwa sana. Kwa hiyo sasa nakukumbusha kwamba katika nyakati hizi ambazo tupo, upendo wako kwa Mungu usipoe. Shalom, shalom. Bwana yetu Yesu Kristo akubariki. Amen.